Lakini vile vile nitumie nafasi hii kuwaambia kwamba leo tumekutana hapa sio kwa sababu mama yetu, bibi yetu Susan Ngolo Musa alikuwa diwani au alikuwa mbunge au alikuwa waziri au alikuwa waziri mkuu au alikuwa mwanamitindo au msanii au mwimbaji wa sanaa. Yote hakuwepo. Tumekutana hapa kwa sababu alikuwa sehemu kuu ya malezi ya rais wa awamu ya 5 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye Watanzania kwa mamilioni wanakubaliana kwamba alitoa mchango mkubwa katika utumishi wa nchi yetu. Alitoa mchango mkubwa. Alitoa mchango mkubwa wa kumwonyesha Mtanzania anayo nchi yake, ana wajibu wa kuipenda nchi yake, kuitumikia wakati wote, lakini vile vile kuwa tayari kwa chochote kwa ajili ya nchi yake. Huo ulikuwa uzalendo wa hali ya juu wa John Pombe Magufuli, ambao leo tunamuenzi mama yake kwa kazi ya malezi yake. Mnaopitia mitandao ya kijamii mtaona mamia kwa maelfu ya vijana na watu wazima wametoa salamu kupitia kwenye mitandao. Pumzika bibi yetu, pumzika bibi yetu. Bibi yetu kamsalimie baba yetu John Pombe Magufuli. Salamu hizo ni ishara ya Watanzania kuguswa na maisha ya John Pombe Magufuli aliyelelewa na Susan Ngolo Musa. Leo tuna viongozi hapa kutoka sehemu mbalimbali ambao wameguswa na maisha ya Magufuli, ambao wanajua na mchango mkubwa katika maisha yao, nao wamefika hapa. Mheshimiwa Rais anawasihi wa Tanzania kumtumia mama yetu Susan Ngolo Musa kama kielelezo cha malezi ya watoto wetu, kielelezo cha kupenda watoto, kielelezo cha kulea watoto kwa maadili, kielelezo cha kuwafanya watoto watangulize maslahi ya nchi mbele, na hivyo kuwa tayari kutumikia taifa lao kwa nafasi yoyote wanayopewa. Mheshimiwa Rais anatoa wito kwa Watanzania wote kuwapenda watoto wetu, kuwalea watoto wetu kwa maadili mema na kuwaandaa kutumikia nchi yao kwa nafasi yoyote wanayoipata. Huo ndio wito wa kipekee sana wa Mheshimiwa Rais, kwamba namna bora ya kumwenzi mama yetu, bibi yetu Susan Ngolo Musa ni na sisi kuiga mfano wake katika malezi bora na malezi mema ya watoto wetu. Baada ya simu yake kuisha, ikapigwa simu ya marehemu John Pombe Magufuli, ambaye naye alikuwa rafiki yangu. Kaambia, "Mtani, hivi nilivyosikia ni kweli au wanasema uongo? Umesema unapumzika siasa?" Nikamwambia, "Ni kweli." Sema, "Katika umri huo mimi sijapumzika, nimekuzidi miaka 10. Unapumzikaje wewe?" Nikaambia, "Nimeamua kupumzika." Sasa na nafasi 10 za wabunge wa kuteuliwa. Maana wakati ule alikuwa ni mgombea tayari wa CCM, hajachaguliwa bado. Sasa nina nafasi 10, nitakupa moja. Nikamwambia, "Mzee, nataka kupumzika." Akasema, "Haya bwana, wewe pumzika." Tukakubaliana. Lakini nimekaa kwenye nje ya nafasi yoyote ya uongozi kwa mwaka mzima. Siku moja akanipigia simu, "Hayo mapumziko hayajaisha wewe Mtani?" Nikamwambia, "Hapana, nimeamua kupumzika." Sema, "Haya, asante." Kesho yake nimetangazwa balozi Brazil. Sasa mzee, mbona mbabe? Mimi nimwambia nataka kupumzika. Huu balozi unatoka wapi tena? Sasa katika mazingira yale basi nikamwandika, maana watu ambao hawakuwa karibu na Magufuli walikuwa wanafikiri muda wote anakomaa tu na jambo, lakini Magufuli alikuwa anapenda sana kubishana. Na ukiwa akisema jambo lake ukianza kubishana naye, mkabishana kwa hoja, anakuwa anapenda kukuchokoza mara kwa mara, mbishane. Sasa na mimi nilikuwa kati ya wale ambao tunachokozana kila siku. Sasa aliponipa ubalozi ule, nikamtumia ujumbe, "Sasa umeshateuliwa, uanze tena kubishana. Kwamba mkuu, nakushukuru sana kwa heshima ulionipa, nitakwenda kuifanya hii kazi." Akanijibu kwa message, "Hebu leta simu yangu niwaonyeshe." Nilitunza ile message na familia niliwaonyesha. Yes.
Hii hapa message yake, anasema hivi: Mungu atakusaidia. Siwezi kukutupa mdogo wangu. Nilikwisha ahidi kwako na mimi ni pamoja na wewe. Haijalishi yaliyopita yamepita, wewe bado ni kijana. Siwezi kuharibu future yako. Natambua kazi nzuri ulizofanya kwa nchi hii. Kutofautiana mawazo na kubishana sio uadui. Salamu kwa familia. Mimi nilichotaka kushare na nyinyi leo, siwezi kuharibu future yako. Siwezi kuharibu future yako. Na hakika alipo Magufuli leo, akitazama kwamba mtu aliyeteuliwa na rais kumwakilisha kwenye mazishi ya mama yake mzazi ni mtu ambaye yeye aliilinda future yake. Kwa tunapomshukuru Magufuli kipekee, hasa kwa mimi, kwamba amefanya kazi kubwa ya kulea nchi, amefanya kazi kubwa ya kutetea nchi yetu, kuandaa watu wa kutumikia nchi yao, lakini vile vile alikuwa na ule utashi wa kujua kwamba ana wajibu wa kulea watu wengine, kufanya watu wengine waje watumikie taifa baadaye. Tukisema kila mmoja wetu asimulie alikotolewa na Magufuli, kwa walio hapa tu ndani ya eneo hili, maana leo tungesema wako wengi, hatutamaliza. Maana shemeji yangu Majaliwa atasema, mzee Mpango atasema, Tulia atasema, wote wana namna walioguswa na maisha ya mzee wetu Magufuli. Na kubwa sana ni hili, kwamba ukifanya mema kwa binadamu wenzako, sio lazima yatalipwa kwako. Leo hatumziki Magufuli, tunamzika mama yake Magufuli. Lakini anazikwa kwa heshima zote za serikali. Rais Samia ameelekeza azikwe kwa heshima zote, kwa sababu ya mchango wa mwanae ambaye yeye alimtengeneza. Familia inapenda kutoa shukrani za dhati na za kipekee kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa upendo mkubwa, huruma, faraja na mchango wake mkubwa aliouonyesha wakati wote wa kuugua kwa mama yetu hadi kipindi hiki cha msiba. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tangu alipofariki hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye alikuwa ndugu yetu na rais wa awamu ya 5, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan hakutuacha peke yetu. Aliendelea kutushika mkono, kutupa faraja na kusimama nasi bega kwa bega katika kipindi chote cha matibabu ya mama yetu hadi pale Mwenyezi Mungu alipomuita kwake. Aidha, tunaendelea kuishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kubeba jukumu la kugharamia shughuli zote za msiba huu tangu mama alipofariki dunia hadi leo tunapoelekea kumpumzisha katika nyumba yake ya milele. Kwa kweli familia yetu inaguswa sana na moyo wake wa upendo, utu, huruma na uongozi wenye kujali watu. Namba ni kubwa, ni wakija angalau hasa watumishi wao, tapatia wajukuu wa marehemu.
Afuatie mwenyekiti wa kitongoji. Baada ya kelele 8